Karibu mtazamaji wa Baumedia popote pale ambapo unatazama channel hii ya Baumedia. Niendelee kukukumbusha kwamba endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kwa ajili ya kwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kupitia channel hii pendwa ya Baumedia. Ni taarifa za makamu mwenyekiti wa Chadema Heche kutoroka nchini baada ya kufeli maandamano ya Sabasaba imezua gumzo. Taarifa hiyo ni mjadala mkali ambao tumeushuhudia umeibuka mitandaoni baada ya kusambaa kwa madai kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema bara John Heche ametoroka nchini kupitia mpaka wa Sirari na kuelekea nchini Kenya kwa lengo la kuendelea na safari ya kwenda Ubelgiji. Taarifa hiyo iliyosambazwa na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii iliambatana na picha iliyodaiwa kuwa ni tiketi ya safari ya ndege, huku ikidai kuwa Heche alikuwa akiondoka nchini baada ya kuhusishwa na tuhuma mbalimbali ikiwemo madai ya ufisadi, matumizi mabaya ya madaraka na masuala ya fedha za chama. Hata hivyo, taarifa hizo zimezua mjadala mkubwa baada ya uchunguzi wa kidijitali uliofanywa na Jamii Check kubaini kuwa nyaraka hiyo iliyosambazwa kama ushahidi wa safari haikuwa halisi. Kwa mujibu wa Jamii Check, baada ya kupitia vipengele vya kiufundi vilivyomo kwenye picha ya tiketi hiyo, ilibainika kuwa kuna viashiria vya kughushi. Aidha, Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika amekanusha taarifa hizo akisema kuwa si za kweli na kwamba John Heche yupo nchini akiendelea na shughuli zake za kila siku. Sakata hilo limeibua mvutano mwingine wa kisiasa, huku baadhi ya watu wakidai kuwa majibu kuhusu kwa nini taarifa za madai ya safari ya Heche ziliweza kujibiwa ndani ya muda mfupi, lakini tuhuma nyingine nzito zinadaiwa kumhusu bado hazijapatiwa majibu kwa muda mrefu. Wakosoaji wa uongozi wa Chadema wamekuwa wakidai kuwa kuna kuwepo kwa maswali kuhusu matumizi ya fedha za chama na uendeshaji wa baadhi ya shughuli zake, wakitaka ufafanuzi kutoka kwa viongozi husika. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho wa kisheria unaonyesha kuwa John Heche amethibitika kuhusika na tuhuma hizo. Kwa upande mwingine, wafuasi wa Heche na Chadema wameeleza kuwa taarifa ya kutoroka nchini ilikuwa sehemu ya taarifa zinazolenga kumchafua kisiasa, hasa katika kipindi ambacho kumekuwa na mvutano mkubwa wa kisiasa nchini. Lakini pia mjadala huu umeonyesha namna taarifa za kisiasa zinavyoweza kusambaa kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii, huku umuhimu wa kuhakiki taarifa kabla kuzisambaza ukiendelea kusisitizwa. Kwa sasa suala la madai ya safari ya John Heche linaonekana kufungwa baada ya kukanushwa na kubainishwa kuwa ushahidi uliotolewa haukuwa sahihi, lakini maswali mengine ya kisiasa yanayoambatana na jina lake bado yanaendelea kuwa sehemu ya mjadala wa umma. Nitamati mtazamaji katika taarifa hii, ukiwa na maoni mengine unaweza kuandika kupitia comment section, tutaangazia kwa wakati mwingine.